naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kumbe mafanikio ya mtu yako ndani ya mtu mwenyewe, wala hayako nje yako. Unaweza watu wakakwambia wewe umefanikiwa, wewe umebarikiwa, wewe uko hivi na hivi, lakini kama wewe ndani yako unaona kwamba wewe ni maskini, unajiona kwamba wewe ni mkiwa, hata ungekuja watu 10,000 wakakuimbia na nyimbo, jua ya kwamba wewe kufanikiwa sahau. Kwa hiyo mafanikio yako yanatokana na roho yako, mafanikio yako yako ndani yako. Na ndio maana ukiangalia mnyama yoyote yule ambaye ni mla nyama, kwa mfano simba, yeye akiwaona wanyama wengine anawaona kama fursa, na anaona ana uwezo wa kuwadhibiti, ama anaona ana uwezo wa kumfanya huyu kuwa fursa ama kuwa kitoweo ama kuwa chakula. Kwa sababu gani? Ule uwezo umejengwa ndani yake, na yeye hajioni ya kwamba yeye ni chakula, anaona wale wenzake ni chakula. Anaona hata mnyama angekuwa, kwa mfano tembo almost labda ana kilo 500, ana kilo 500, lakini simba anaona ya kwamba huyu si kitu kwangu, huyu ni chakula kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi, hata wewe kuna namna ambayo Mungu amekuumba, kuna uwezo wa kiungu ambao uko ndani yako, ambao Mungu amekuumba nao, ya kwamba wewe unafanikiwa, ya kwamba wewe ni mshindi zaidi ya washindi.